Hao wote wanaowahimiza vijana waandamane, wanaowahimiza vijana walete machafuko, tayari wana pasipoti 22, 33, 44. Sasa nyinyi wenzangu, vijana wenzangu wa Mkuranga, vijana wenzangu wa Kibiti, vijana wenzangu wa Mwanelumango huko, vijana wenzangu wa Tandaimba, nyinyi hata nauli za kurudi vijijini mwenu mnazo. Wanaohamasisha wote kwamba tarehe 29 ya Oktoba ya mwezi wa 10 wataingia mitaani, wataandamana kudai haki. Tunawaambia kwa sauti, na mimi nawaomba, huwezi ukapata haki bila amani. Ianze amani, ifate haki. Kama wanatumia ndimi zao kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama kumtukana kiongozi yoyote, mimi nawahesabu hawa ni wana wa haramu tu. Wanaomtukana Rais Mange Kimambe, Lecho na grupu lake, hawa tutawatia katika dua. Tutamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa matusi yao kutukana ni sawa, basi Mwenyezi Mungu waendelee kutukana. Ikiwa sio sawa, Mwenyezi Mungu wape kazi ya kufanya. Niwaambie wa Tanzania, hili linawahusu wa Tanzania. Kila Mtanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 ifikapo Oktoba 29 anapaswa kwenda kupiga kura asubuhi na mapema. Twende tukapige kura, na baada ya kupiga kura turudi nyumbani tuendelee na shughuli zetu. Kina mama, wafanya biashara, wapika chapati, wauza vitumbua, wauza miogo, nenda kapige kura yako mapema, kisha rudi nyumbani, endelea na biashara zako. Vijana wenzangu wa bodaboda, imefika Oktoba 29, amka asubuhi na mapema ili uwahi pilika zako. Nenda kapige kura yako, baada ya kupiga kura rudi nyumbani, rudi kijiweni kwako, endelea na shughuli zako. Tanzania ni nchi ya amani na tumesisitiziwa. Uzuri, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimetuhakikishia amani ni ya kutosha, amani ni kubwa. Hakuna mtu atakayekwenda kuivuruga amani ya nchi yetu. Wale ambao wanasema kwamba watataka kuvuruga amani ya nchi hii, vijana wanasema, wana kauli zao, vijana wanasema hawa wanatishia kujamba wakati na matumbo ya kuharisha. Sasa wakijaribu kujamba lazima yawatoke. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi kwa amani kabisa. Tunaizungumzia amani kwa sababu tunajua thamani ya amani. Leo Tanzania imekuwa nchi bora, imekuwa nchi nzuri, imekuwa nchi yenye thamani, ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Ikitoweka amani ya Tanzania, hatuna mahala pa kukimbilia, hatuna mahala pa kwenda. Niwaase kina mama, niwaase vijana wenzangu. Vijana tunatumiwa sana, watu kwa maslahi ya matumbo yao wanakwenda kutumia vijana. Niwaambie vijana wenzangu, twende tukapige kura tarehe 29, kisha turejee nyumbani. Tusidanganyike kwamba tutashindwa kwenda kutoka kupiga kura kwa sababu amani itavurugika, watu watafanya fujo. Hapana, vyombo vimejipanga, vyombo viko vizuri, vinaendelea kulinda amani ya nchi yetu. Kwa niwahakikishie na niwaambie, tusiache kwenda kupiga kura kwa kisingizio chochote. Kwanza napoa pongezi kwa mkurugenzi wa kituo cha Firdaus Dua Center Ustaz Mazinge na kakangu Mkumba, nanyi wanahabari, kwa kufika leo kuja kwenye kata ya Mwandege kuja kusikiliza haya yaliyofanywa kwenye kata yetu ya Mwandege kwa kipindi cha miaka 5 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, na mbunge wetu wa jimbo la Mkuranga Alhaji Abdalla Hamisi Urega. Kata yetu ya Mwandege miaka 5 ya nyuma hatukuwa na zahanati hata moja. Lakini kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano, tuna zahanati moja inafanya kazi, 2 zinaenda kumaliziwa kwa sababu juzi tu zimeshaingiziwa milioni 40 ili ziende kumaliziwa hizo zahanati. Kwenye sekta ya afya pia tumepata milioni 250, tunajenga kituo cha afya kwenye kijiji cha Kipara. Hiyo ni sekta moja tu ya afya. Kwenye sekta ya elimu tulikuwa na shule za msingi 3. Kwa kipindi hiki cha Mama Samia na mbunge wetu Abdalla Hamisi Urega, tuna shule za msingi 8. Tulikuwa na shule ya sekondari 1, lakini sasa hivi tuna shule za sekondari 3. Kwenye barabara miaka ya nyuma tulikuwa na shida kweli, kwenye miundombinu barabara haikuwa mizuri. Lakini tumshukuru mbunge wetu wa jimbo la Mkuranga Alhaji Abdalla Hamisi Urega na waziri wa ujenzi na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Alhaji Urega alipoteuliwa kwenye wizara ya ujenzi,
kwenye kata yetu amepasisha barabara 2 kutoka Tarura kuja kwenda kwenye TANROADS. Mashaallah, mashaallah. Barabara njia panda Chatembo, Katalukumbi, Vicheji, Kongowe sasa hivi ipo chini ya TANROADS. Na juzi tu barabara kutoka kule wilaya ya Kigamboni inapitia Somangila, Lugwadu, Mkokozi kuja Mwembe Mtengu imepandishwa ardhi ipo chini ya TANROADS. Hiyo kwetu ni mafanikio makubwa. Sababu barabara ikisema zihudumiwe na TARURA, uwezo wetu wa wilaya Mkuranga ni mchache kuhudumia hizo barabara. Lakini zimepandishwa kwa hadhi sasa, tuna uhakika masuala ya miundombinu ya barabara kwenye kata yetu itakuwa sio tatizo tena. Pia tunamshukuru diwani wetu wa kata ya Mwandege aliyomaliza, naye pia ndo mgombea wetu Sheikh Nasoro. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watu kutumia maji yasiyo safi na salama, lakini mzee yule kwa kutumia wafadhili mbalimbali ametusaidia kuchimba visima virefu 30 kwenye vijiji vyote 4 kulikuwa kata ya Mwandege. Sasa hivi wananchi wanakunywa maji safi na salama. Kwa hiyo kwa sababu hizo sisi wana Mwandege tujiandikisha kuwapigia kura zaidi ya 36. Ikifika siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 lazima tukatiki kura za mafiga matatu kwa diwani, mbunge na rais, wote kutoka Chama cha Mapinduzi. Nami kama mwenyekiti wa CCM kata nimefanya ziara sehemu zote, kwenye vitu wa mashina, matawini, sehemu zote. Kila sehemu nikipita wananchi wanahamasa, wanasema mwenyekiti ondoa hofu, tunakipa ushindi wa Chama cha Mapinduzi 99.9% za ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuna uhakika wa ushindi wa kishindo siku ya tarehe 29. Nasi kata Mwandege tuna vituo 89. Kwa hiyo wananchi wetu foleni zitakuwa ndefu. Wakifika tu dakika 10 foleni zinaisha. Kwa sababu tumejipanga vizuri. Wale wazee watasaidiwa kufika kwenye vituo ili wapige kura haraka na kurudi nyumbani. Kwa kupitia media hizi nawaomba muwatangazie wananchi wa kata Mwandege kwamba amani ipo ya kutosha. Watu wa kusini hawana stendi ya uhakika wa kushuka. Wanashuka pale Mbagala Sudan. Wakishuka wanapata shida, wanadanda na mifuko yao kwa sababu hatuna kituo kikubwa cha mabasi. Lakini kupitia ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia kwenye mkataba huu atajenga stendi kubwa ya mabasi yaendayo kusini, itajengwa kwenye kata Mwandege kwenye kijiji cha Kipala mpakani. Huo ni mkataba wa wananchi ashaingia Chama cha Mapinduzi. Pia tuna shida ya wanafunzi wetu kukaa chini. Ukienda kwenye hii ukisoma mkataba huu unaona kila shule imeguswa kwenda kupatiwa vikario, yani madawati. Kwa hiyo swala la madawati sasa itakuwa kwetu kwenye kata yetu si changamoto tena, inaenda kuondolewa hizo changamoto kwenye mkataba huu. Ikifika tarehe 29 tukawape kura ili watimize yale yaliyofanywa. Kwa masuala ya elimu kwenye hii ukiangalia tutajengiwa shule ya sekondari mpya tena ya kisasa, ambao si zamani tukisoma tulikuwa tunakaa kwenye vumbi, lakini shule za Mama Samia watoto wanakaa kwenye tiles, kwenye vioo vya aluminium. Kwa hiyo tuna uhakika shule mpya itajengwa. Pia kwenye mkataba huu tunaenda kupata shule ya msingi mpya kabisa inaenda kujengwa kwenye kata ya Mwandege. Tuchague tupeleke kwenye kijiji gani. Tuchague kijiji ni sisi wananchi wa kata Mwandege, tutaamua wapi shule tuipeleke. Kwa sisi wana Mwandege tuna sababu kubwa kwa nini tunaenda kuipa kura wagombea kutoka Chama cha Mapinduzi. Pia wanahabari na hapa taarifa nanyi mjalishe umma kwamba siku ya tarehe 20 mwezi wa 10, yani Jumatatu tu, tunampokea mgombea wa rais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Mwandege kwenye wilaya ya Mkuranga. Wilaya ya Mkuranga tuna kata 25. Lakini wakaona wapi panafaa, wakaona panafaa kata ya Mwandege kupeleka kupokea mgeni huyu. Allahu Akbar. Tunaomba wanahabari ikiwezekana hata leo Sheikh Mazingi na Fidaus tukimaliza hapa twende pale uwanjani mkaone hamasa kubwa inaweza kufanyika leo paka siku ya tarehe 20 tupomsubiri mgeni wetu. Tumeamua wana Mwandege na Mkuranga lazima afuondoki paka mama anatufika pale kuanzia leo. Kwa hiyo naomba wanahabari tukitoka hapa tungeenda pale mkaangalie umati unaweza kumiminika kuanzia leo. Sisi tumejipanga wilaya ya Mkuranga kwenda kumpokea kwa kishindo mgombea wetu. Tukionyesha dunia kwamba sisi wa mwana Mwandege wilaya ya Mkuranga tumejipanga vizuri kwa kwenda kumpokea mgombea wetu kwa yale ayotufanyia muda ya miaka 4 na miezi 7 alikuwa madarakani. Sisi kata tu ya Mkuranga kipindi chake cha mwaka huu tumepokea zaidi ya bilioni 6
kwa miradi ya maendeleo. Haijawahi kutokea. Hiyo ni historia kwenye kata yetu hii ya Mwandege. Hatujawahi kupokea pesa hizo za miradi ya maendeleo hata mwaka mmoja. Lakini kipindi chake huyu mama, kwa kweli tuna sababu kubwa ya kwenda kumlipa. Mama anatudai sisi wana Mwandege. Tuna haki ya kwenda kumlipa tarehe 20. Kwanza tarehe 20 tunaenda kumlipa kwa mapokezi. Tarehe 29 tunaenda kumlipa kwa kula za kutosha. Na sisi kata Mwandege inawezekana ndio kata ya kwanza Tanzania kwa kula nyingi za rais, mbunge na diwani. Tumejipanga kidhati, habaki mtu siku tarehe 29, wote tunaenda kupiga kula kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Wanahabari na mashehe, ndio nawaomba mashehe, si naomba mtuombee dua sisi viongozi wa kisiasa ili mambo yaende na amani ipatikane. Wanahabari, nyinyi kalamu zenu ndio hii nchi hiyo ya amani au kwenye vurugu? Ni nyinyi wanahabari, maandishi yenu nyinyi. Nchi nyingi tumeziona zinaingia kwenye mafarakano, chanzo kikubwa ni wanahabari. Tunaomba wanahabari muiambie Tanzania ni nchi ya amani, na nchi ya amani hii tutawapiga majibu tarehe 29. Tutaionyesha dunia kwamba Tanzania tunatii takwa la kikatiba ya nchi yetu, sababu ilishapangwa kikatiba. Kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi wa ngazi ya serikali, ni takwa la kikatiba. Na wale wanaita kuchokochoko eti anasema tarehe 29 wataandamana, maana yake wale wanavunja katiba ya nchi yetu. Walitegemea tu kwa mama atayumba, atavunja katiba, baadaye waanze kumsema. Lakini mama amesimama kwa msimamo, yeye ndio msimamizi wa katiba. Amesema uchaguzi upo na nchi ya amani ipo. Na ashasema alivyokuwa pale Mwanza, yeye ndio amiri jeshi mkuu, uchaguzi upo na amani ipo. Na sisi wafuasi wake tunaamini hayo yatawezekana. Na waomba wanahabari muitangaze, muambie dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Mkuranga na Mwandege ni Chama cha Mapinduzi tu, vyama vingine havina nafasi kwenye kata yetu. Na waomba sana, mimi sio shehe sana, ni mwanasiasa. Nimeyasema hayo yaliyofanywa kwenye kata yetu. Wanyewe miona mlivyokuja wanahabari, kipindi cha mwanzo kutoka pale Rangi Tatu kuja hapa, mnatumia zaidi ya masaa 2. Lakini kuanzia wiki 2 foreni zimepungua. Kazi kubwa ishaanza kutengenezwa barabara yetu. Tunajenga kuanzia Kokoto mpaka huku Mkuranga, ngoma inaingia. Na mkandarasi yupo site. Sasa hiyo ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wa ujenzi ambaye ni mbunge wa jimbo la Mkuranga. Nasi tuna sababu kubwa tunaenda kuwalipa. Tunawaomba muiambie dunia sasa kwamba amani ipo na wilaya ya Mkuranga inafunguka kimaendeleo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa uhai. Vile vile ni jana tu nimepata tuzo ya amani niliyokabidhiwa na mwenyekiti wa Jamaat, Jumuiya ya Amani Tanzania, inayoongozwa na mwenyekiti wake Al-Hadi. Kwa hiyo nilivyoambiwa hapa kuna wanahabari, nikaona basi nije na mimi nizidi kuizungumzia amani. Kwa mfano, ninyi wanahabari wote mmeona wiki 2 zilizopita na karibia wiki ya pili Gaza, ule mji huko Jerusalem na Palestina, wale amani imechafuka pale zaidi ya miaka dahari, na imefikia watu wengi wameuawa zaidi ya 40,000, na watu walichukuliwa mateka. Wana Israeli walichukuliwa mateka na Palestina wakachukuliwa mateka na wana wa Israeli. Unamkuta familia nzima imeondoka, amebaki mtoto mdogo na ameangukiwa na nyumba, mpaka dunia ikafikiria ikaona hiki kinachofanyika hapa sicho, mpaka wamefika makubaliano ya kukabidhiana wafungwa. Nilikuwa naangalia katika taarifa za habari, kuna vijana walichukuliwa na Israeli wa kijana wa Palestina
miaka 20. Amani imetoweka zaidi ya miaka 20. Familia inajua labda ndugu yao amefariki, lakini baada ya kumuona hawakuamini. Anatoka kijana anakuja kuangalia familia, anauliza, anaambia huyu dada yako, huyu kaka yako, walikuwepo wengine 6 wamekufa, babu yako, mama yako, wote wameondoka duniani. Kwa nini nimeleta mfano huu? Tunataka hii nchi yetu isiingie huko, kwa sababu hivi vitu vikikosekana, sisi wote tutakuwa responsible siku ya Kiyama. Tutakwenda kumwambia Allah, kwa nini amani hatukuiweka mpaka watu wameshindwa kufanya ibada? Kwa sababu amani inapoondoka katika mji, kitongoji au kijiji au taifa, watu hawatoweza kumjua Mungu wao aliyewaumba. Na kuna binadamu wengine wameumbwa duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah, yani hofu yake yeye kupambazuke, aongee na Mola wake. Sasa amani ikitoweka katika nchi yetu, maana yake nyinyi waandishi wa habari, sisi watu wa dini, sijui nani, tutakuwa responsible. Maana yake nini? Tutahusika kujibu. Na amani ni ibada. Amani ni ibada. Mitume wote wa Mwenyezi Mungu waliyekuja wametangaza amani. Musa ametangaza amani, Ibrahim katangaza amani, Nuhu katangaza amani, Nabii Muhammad katangaza amani, Isa katangaza amani. Yesu anasema amani yangu nawapa, nitoavyo mimi si atoavyo Baba. Muhammad anasema asalamu alaikum, yani kila siku asalamu alaikum, we watu wa amani. Kwa hiyo amani ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa sisi kupitia mitume wake. Kwa hiyo ukimwona mtu anavunja amani, maana yake amempinga Mola wake. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba hapa kutakuwa na ninyi waandishi wa habari, kwa hiyo amenialika kijana wangu Firdaus kuja kuiongelea amani. Amani ni kitu muhimu sana. Amani kikosekana, hivyo vikamera vyenu hivi saizi hamwezi kushuti, hamwezi. Mnashuti hivi na nini, mnamshuti IPM, sijui mnamshuti Mazinge, sijui nini, mnapata viewers na nini, mnapata tisa, kwa sababu amani ipo. Bila amani, vijana msikilizeni, bila amani wallahi tena hatuwezi, haiwezi kuwepo amani. Kwa hiyo nikuombeni nyinyi waandishi wa habari, ili jambo lipelekeni sana, lizungumzieni sana. Mwenyekiti wa CCM ameongea na yeye hapa. Ukisoma Yohana 20:17, hii hata IPM wanaijua hii. Anaambia amani iwe kwenu, manake mwe watu wa amani, mwe watu wa salama. Maamkizi yote ya mitume yote mkumba, maamkizi yote mitume wote duniani, hakuna mtume aliyekuja kamkia mambo sijui vipi, sijui nini, wote ilikuwa shalom, aman, assalamu alaikum. Shalom maana yake amani iwe kwenu. Kwa hiyo tunataka kukutumeni nyinyi waandishi wa habari haya mawaidha haya, msiatie tena vitu vingine, yapelekeni hivi vialivyo. Ukimwona kijana amehamasika kutaka kuvunja amani, mwambie Gaza ushasikia? Umeshasikia Gaza? Kuna watoto wamekufa hawajui wazazi wao. Kuna wadada ameolewa, anaolewa leo, hajafanywa lolote na mume wake. Unakuja napigwa mzinga, nyumba inaanguka, wote wanakufa, kaoa alafu hajafanya lolote. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu, yani amani kinasababisha wewe ufanye lolote unavyotaka. Hajafaidi ndoa yani. Maana yake ndoa hajafaidi, katoa mahari kabla hajafanya lolote, kwa ukosefu wa amani amekufa.
Amani ni kitu muhimu sana kama alivyosema ndugu yangu Mkumba. Kwa hiyo mimi nataka nikuombeni. Vile vile mwenyekiti akatangaza kwamba tarehe 20 kutakuwa na mgeni rasmi, mgombea wa CCM. Basi litangazeni ili watu waje wengi wasikie sera kutoka kwa Bi Mkubwa. Alafu akatangaza vile vile katika wilaya hii ya Mkuranga kwamba kuna mgombea Bwana Abdalla Ulega. Mimi ni rafiki yangu mashaallah. Mimi katika mawaziri wote Inshallah. Nikipiga simu kumsalimia tu salamu alaykum, akiangalia simu Ustaz Mazinga wa alaykum salam Sheikh, unasemaje? Naambia sisemi kitu. Lakini kuna mawaziri wengine ukipiga simu hapokei. Allahu Akbar. Haki ya Mungu hapatikana. Najua huyu kapiga simu, huyu njaa, kumbe ni kutoleana salamu tu. Ukimwona mtu anachanganyikana na watu kwenye maulidi mara hivi haringi na nini, mtu kama huyo unamuonaje huyo? Kama vile Yesu na mtume walikuwa Yesu mtume alikuwa na maswahaba, Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Siku moja akakaa na wanafunzi wake, jamaa mmoja sijui naye kavunja amani, katoa hala kataka kumkata mwenzie sikio, akamwambia we shika adabu yako, unavunja amani, rudisha sikio lake. Nyie wengi hapa ni Wakristo, mnajua Yesu anavyopenda amani, akamwambia unamwondeleaje sikio? Rudisha sikio lake, alafu chukua panga lako weka kwenye hala. Nini ile? Amani. Amani ni kitu muhimu sana. Naombeni waandishi wa habari ili msitizie sana, wallahi wa billahi, amani ni kitu muhimu sana. Na mimi nataka nikuombeeni dua na nyinyi, Mwenyezi Mungu awajalieni haya tunayoyasema haya muyafikishe. Mimi nishawaambia kwa kuwa kule na video zitakuwepo, watu wataona hizi video mnazoziona hizi, na malaika wanaandika na wao kuna video zao, na nyinyi vile vile kiama mtaonyeshwa mnavyochukua hivi, kama vile mpira unavyochezwa Ulaya. Huko hapa katika jimbo la Mkuranga firimbi inapigwa Ulaya, hapa unaisikia. Na ndio siku ya kiama tunaogopa tutamjibu nini Mola wetu amani kituharibikia katika mikononi mwetu sisi mashehe. Bwana tumeacha kusisitiza amani katika nchi yetu. Kwa hiyo nikuombeni waandishi wa habari, chonde tufikishieni hizi taarifa kwa wananchi wa Kristo, Waislamu, wenye dini, wasio na dini. Nchi ikivurugika amani haikaliki ndugu zanguni. Nchi ikichukuliwa na jeshi ndugu zanguni, mtaambiwa nyinyi mlale saa 2. Taarifa za habari mtapata wapi? Saa 2 wewe, saa 2 wewe ushalala. Utaenda kwa IPM wewe kumrekodi? Huwezi kwenda. Tunalala muda tunaotaka kwa sababu amani inatawala. Angalia walinzi wa amani usiku wanapita na mabunduki, wanafanya hivi na nini. Wao na wao vile vile wale na wao ikifika kwa Mungu atasema na sisi tulilinda amani, tunaomba Mungu tulipe ujira wetu. Kwa hiyo tunataka kusitizieni. La mwisho, Sheikh amesema tutakuwa na uchaguzi tarehe 29. Hebu watangazieni wananchi wakachague viongozi wanaowataka, kwa sababu kwenye uchaguzi ulazimishi, unaangalia ni nani anayekufaa, si ndio mwenyekiti? Nani anakufaa? Na hawa watakayechagua, wakimchagua mtu atakayeleta amani, sisi watu wa dini ndio kwetu ni furaha, kwa sababu tutaingia msikitini, tutaingia kanisani, unaswali husikii bomu, unaswali husikii nini, sisi tunakuwa na furaha katika mioyo yetu. Kwa hiyo nataka nikuombeni kwa hili mtufikishie, na mimi sina budi kumshukuru kijana wangu hapa Sharif na Mkumba bwana na mwenyekiti wa CCM wa hapa Mkuranga kuandaa jambo hili, na wakanialika mimi babu. Mimi ndugu zanguni, mimi amani tu.
Hivi nyinyi amani kivurugika, sasa mimi tamuhubiria nani sasa? Hakuna. Nitamuhubiria nani? Eti mwenyekiti? Siwezi. Amani inapokuwapo ndio unakuta tunatoa vitu sasa. Mwambieni IPM tunataka arudi alikotoka na nini, tunataka hivi. Waambieni mitume wamekuwa wengi sana, unaona nchi hii kuliko nchi nyingine, unaona mitume wengi wanatoka Mbeya na nini, kwa sababu amani ipo. Bila amani jamani, haya hatuwezi kuyasema. Au vipi mwenyekiti? Mwisho napenda kuwashukuru sana Jumuiya ya Jamaat ikiongozwa na ndugu yangu Alhadi Musa kwa kuniona na kunipa tuzo. Alhamdulillah. Pata tuzo. Alhamdulillah. Tuzo ya amani si mchezo, ujue. Jambo kubwa sana. Si mchezo. Na mimi mniombee dua kwa umri nilikuwa nao. Mwenyezi Mungu anipe umri ili niweze kutangaza amani, na Mwenyezi Mungu ajalie wale watakaifanya ibada wakati amani ipo kwa kuitangaza mimi, basi na Mwenyezi Mungu akanilipe mambo mema siku ya Kiyama. Kwa tunasema ulimi unampeleka mtu motoni, babu na ulimi huo unampeleka mtu motoni. Vipi unampeleka peponi? Utampeleka peponi kwa kufanya ulimi wako kutamka mazuri, utampeleka motoni kwa kufanya ulimi wako kutamka mabaya. Wanahabari wapo, watu wengi wanatumia vyombo hivi vya habari, wengine wakiwa tu mitaani bila vyombo habari wanamtukana sana rais. Sana. Sasa tuambie tu kama Zawia tukadiria katika lile jambo la mwisho ambalo nilisema nitaligusia hapa kwamba wiki moja kuelekea kwenye uchaguzi tutafunga kwa sababu funga ni ibada, na tunafunga kwa sababu ya mambo yote haya niliyoyasema. Tunafunga kwa ajili ya kuiombea amani taifa letu, tunafunga kwa ajili ya kuombea uchaguzi wetu upite kwa amani, lakini pia tunafunga na pia tutafanya dua kubwa kwa wale wote wanamtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa pia tutawakabidhi mikononi mwa Mungu ili Mungu nao aweze kuwashughulikia. Haiwezekani kijana ama mzee umezaliwa na wazazi wawili, baba na mama, unakwenda kumtukana kiongozi wa nchi yako. Mtume ametufundisha this. Unapomtukana mzazi wa mwenzio ama unapomtukana mwenzio, basi umesababisha wewe kumtukana mwenyewe mzazi wako. Kwanza kesi mimi nimekutukana wewe kwa kumtaja mama yako, lakini nimemtukana mama yangu mimi. Haya ni maneno tunayofundishwa katika dini. Kwa meza nikasema hawa vijana wawe wazee, kama wanatumia ndimi zao kumtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama kumtukana kiongozi yoyote, mimi nawahesabu hawa ni wana wa haramu tu, kwa sababu mtoto aliyezaliwa na akatamkiwa bismillah wakati anatafutwa, sifikiri kama kinywa chake kinaweza kukosa utovu wa nidhamu na kumtukana hata yule aliyemzidi makamu. Achilia uongozi, kwa sababu uongozi sifa nyingine, kukuzidi tu makamo uweze kumtolea lugha mbaya. Kwa ukimwona kijana anatamka lugha mbaya kwa viongozi, hususan rais wetu mpendwa, tambua huyu ni miongoni mwa wanaharamu. Akiwa mtu mzima basi ni mwana haramu, akiwa mtoto basi mtoto wa haramu, maana kuna mwana haramu na mtoto wa haramu. Kwa hawa tunawachanganya kwa sababu kwa hiyo wote wanamtukana rais. Hawa tutamkabidhi katika dua tutakayosoma ili mambo yaweze kuwa sawa. Lengo letu ni amani. Habib Mazingi amezungumzia hapa ubora na umuhimu wa amani na mpaka amepewa tuzo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuisimamia amani. Kwa ndugu zangu wanahabari, haya ni mambo muhimu mno. Taifa letu ni bora kuliko kitu chochote. Amani yetu ni muhimu kuliko mtu yeyote. Amani ni kitu bora. Hatuwezi kuharibu mahala tunapokwenda. Hao wote wanaowahimiza vijana waandamane, wanaowahimiza vijana walete machafuko, tayari wana pasipoti 22, 33, 44. Sasa nyinyi wenzangu, vijana wenzangu wa Mkuranga, vijana wenzangu wa Kibiti, vijana wenzangu wa Mwanelumango huko, vijana wenzangu wa Tandaimba, nyinyi hata nauli za kurudi vijijini mwenu mnazo. Alafu mnashabikia watu wakinukisha, kikinuka mtakwenda wapi? Tubaki na Tanzania yetu, tubaki na amani yetu. Tunalipenda taifa letu. Hirisha hili, twende tukaitekeleze amani kwa vitendo. Alhamdulillah ya Rabbi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Wapenzi na watazamaji mnaonitazama, awali ya yote ni wasalimie na niwaamkieni maamkizi ya amani
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Leo ni siku kubwa sana, leo ni siku adhimu kabisa. Nina furaha kubwa sana ya kukutana na nyie, hasa ndugu zangu waandishi wa habari, dhidi ya tukio kubwa ambalo liko mbele yetu, dhidi ya masala makubwa ambayo yako mbele yetu, ambao tayari mashekhe wameshatangulia kuyasema, Al-Habib Dr. Sheikh Mkumba, lakini na mzee wangu baba yangu mlezi Al-Habib Sheikh Osman Mazinge. Tunataka kuwahabarisha Watanzania na watazamaji mnaotutizama dhidi ya swala zima la amani, na inshallah taala nitaskipu katika amani, nitabaki katika amani, kwa sababu amani kila ukitafuta neno au jina la kuisema amani ili ionekane umesema kitu kikubwa, umesema kitu kizito. Amani ni tunu, amani ni zawadi, amani ni baraka, na baraka hii inatoka kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Amani hii si yangu mimi Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri, amani hii ni ya Muislamu, amani hii ni ya Mkristo, amani hii ni ya ndege, ni ya wanyama, amani hii ni ya kila Mtanzania, amani hii ni ya kila mtu aliyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amani tuliyokuwa nayo tuitunze. Na inawezekana ukashtuka, kwa nini mashekhe amsemi masuala mengine? Hili nitalisema hata kabla ya kuulizwa. Kwa nini mashekhe msigusie masuala mengine, mnagusia amani? Haya mengine ambayo mnataka sisi tuyaseme hayawezi yakawa ila sharti iwepo amani. Huwezi ukapata haki bila kuipata amani. Huwezi ukaipata haki bila kuipata amani. Huwezi ukapata utulivu bila kupata amani. Huwezi ukauza bila kupata amani. Huwezi ukanunua bila kupata amani. Huwezi ukazaa bila amani. Huwezi ukaolewa bila amani. Swala la amani ni swala zito sana, ni swala gumu, ni swala kubwa kabisa ambalo tunatakiwa kila Mtanzania, hasa ndani ya kipindi hiki tulichokuwa nacho ambacho tunaelekea katika uchaguzi. Nataka niwaambie, kipindi ambacho tunaelekea katika uchaguzi ni kipindi kizuri sana, lakini ni kipindi kibaya sana endapo sisi tutatumia midomo yetu kutoa kauli, kutoa speech, ima katika majumba ya ibada, hapa na kusudia misikiti au makanisa, au sisi ambao tumejivisha vazi la dini tukawa ni sababu ya kutoa maneno ambayo yatapelekea upotevu na uvunjivu wa amani. Amani ni jambo kubwa sana, lakini pia amani inaweza ikaondoka ndani ya kipindi hiki ikiwa tutatumia masuala ya interneti, masuala ya kimitandao, kidigitali hii, kwamba sisi tukawa na wenye kushambulia katika makomenti. Sisi vijana, mimi nataka niseme na vijana, hawa wanao comment, hawa wanao like, hawa wanao share, na hawa wanaosambaza video za uvunjifu wa amani, video za kuchochea swala la upotevu wa amani, hawa ni maadui zetu wakubwa sana. Hawa tukisema tuwaache, basi watatuharibia nchi yetu. Hawa basi wataondoa baraka katika nchi yetu. Hata hawa ambao wanachochea, la kushangaza na la kusikitisha, hakuna Mtanzania mwenye kujielewa, hakuna Mtanzania mwenye kujifahamu kwamba yupo katika ardhi ya Tanzania akachukua simu akaanza kumtukana rais. Kama yupo, hebu niambie yupo wapi? Hawa wote wanamtukana rais wako nje ya Tanzania, bimaana hawa ni wakimbizi, bimaana hawa hawaipendelei amani nchi yetu, hawaipendelei matunda. Huwezi ukaamka chumbani kwako ulipolala na mke wako ukapiga picha ukaposti mtandaoni. Hiyo aibu itakuwa ni ya nani? Hiyo aibu itakuwa ni yenu nyote ambao mmelala katika chumba hicho. Nataka nikwambie, tunaposema amani, uvunjifu wa amani, amani ikitoweka, aliyokuwemo na asiyokuwemo sote tutashughulika. Amani hii tusiposema sisi, uvunjifu wa amani kikinuka hapa kikawaka, na insha Allahu Taala, maadamu tunakesha, makanisa yanaomba, misikiti inaomba, taasisi mbalimbali zinaomba, hata sisi hapa leo tunatangaza rasmi kwamba baada ya wiki moja tutafunga. Si kufunga tu, tutakesha. Tunawatangazia Waislamu wote hasa wanaohudhuria katika Firdausi Dua Center Zawiyatul Qadiria, mimi kama mkurugenzi
Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri, na watangazia kupitia vyombo vya habari kwamba baada ya wiki moja tunawaambia waumini wote wa Kiislamu wanaokuja Firdaus Dua Center ambao nawaongoza mimi na watakao tamania masha Allah, tuungane kufunga wiki mzima. Sio wiki mzima tu, sio kufunga tu, tutafunga mpaka uchaguzi uishe, na baada ya uchaguzi kupita tutakuwa tuna dua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuvusha katika uchaguzi salama, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, endapo tutamshukuru la azidannakum, atafanyaje? Atatuzidishia. Mwenyezi Mungu ametuvusha salama katika uchaguzi, hivyo tutakuwa tuna haki ya kumwomba Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Mwenyezi Mungu kutuvusha katika kipindi kigumu. Unaweza ukakiona ni kipindi chepesi, lakini ni kipindi kigumu sana, hasa sisi watu wa huku wa Mkuranga, wilaya ya Mkuranga, barabara ya Mkuranga, Kilwa Road. Sisi tunatakikana tuseme sana, kwa sababu sisi watu wa pwani, watu wa kusini huku, watu wa pwani tumeonja uvunjifu wa amani. Miaka iliyopita wazee wetu hawa walikuwepo, hata mwenyekiti hapa naye alikuwepo, masuala ya Kibiti. Leo hata ukimwambia mtu twende Kibiti anashtuka. Kwa sababu gani? Dhidi ya yale machafuko ambayo yaliwahi kutokea katika njia yetu hii ya Mkuranga. Hatutamani, na insha Allah, Allah yeye atatuepusha, Mwenyezi Mungu atatuvusha dhidi ya swala hili. Kwa hiyo tutafunga kumwomba Mwenyezi Mungu. Amani ni kubwa, amani ni tunu, amani ni tunda, amani ni yai ambalo ukimwona mtu analichezea, huyu anakusudia kulipasua, hatuwezi kumnyamazia. Hawa wanaohamasisha, nimalize kusema kwamba nimalize swala hili, mambo mawili haya yaliyobakia, kwamba wanaohamasisha wote kwamba tarehe 29 ya Oktoba ya mwezi wa 10 wataingia mitaani, wataandamana kudai haki. Tunawaambia kwa sauti, na mimi nawaomba, huwezi ukapata haki bila amani. Ianze amani ifate haki, ianze amani ifate haki. Haiwezeki wewe maandamano unayajua, unayasikia, vita unavisikia, omba uvisikie. Hii amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu, wapo watu wanatuonea wivu, wanatuonea choyo. Kwa nini wale? Kwa nini wale hawagombani? Kwa nini wale hawatukanani? Ndio maana wakatoka watu huku, wakawachukua watu huku, wakaenda kuwapangia majumba huko nje za nchi, ili mradi wajirekodi. Si mila na desturi ya Mtanzania aliyelelewa akatukana. Wazee wetu hawa sisi wametulea. Watanzania ni watu waliokuwa na miko, ni watu wa mila na desturi. Hakuna Mtanzania anaweza akamtukana mama yake. Hawa wakina dada hawa wanaomtukana Rais Mange Kimambe, Lecho na group lake, hawa tutawatia katika dua. Tutamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa matusi yao kutukana ni sawa, basi Mwenyezi Mungu waendelee kutukana. Ikiwa sio sawa, Mwenyezi Mungu wape kazi ya kufanya. Na kila adui anayeshughulika na sisi, Mwenyezi Mungu ashinde. Tutamwambia Mwenyezi Mungu akawape kazi ya kufanya, na insha Allah hamtomsikia tena Mange Kimambe anatukana, hamtomsikia Lecho anatukana, hamtomsikia mtu yoyote anaitukana nchi au anamtukana Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Daktari Mama Samia Suluhu Hassan tunapomtaja, tunapoyasema mazuri yake, kumlipa sisi hatuwezi, hata kumsemea mazuri tushindwe. Ndio maana nikasema kupitia fursa hii ni wahabarishe wanahabari, ni waalike, na mimi nimefurahi baada ya kuletewa barua ya mwaliko na mwenyekiti wa CCM kata ya Mwandege kwamba tarehe 20, hili ni swala muhimu sana, lichukueni. Nimeletewa barua ya mwaliko kwamba tarehe 20 ya mwezi huu wa 10, siku ya Jumatatu 2025, kuanzia majira ya saa 1 kamili asubuhi pale katika uwanja wa Kipala mpakani kata ya Mwandege, tutakuwa tuna ugeni wa amili jeshi Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, rais ambaye ni wa wanyonge, rais ambaye ni wa watu wote, rais ambaye amekwenda kuwachukua wale waliokuwa wamekimbia nchi, rais aliyokwenda anayekaa na kila mtu, rais ambaye huruma yake, machungu yake ni kumuona kila Mtanzania anaishi katika maisha yaliyokuwa salama, rais anayefanya makubwa, rais aliyejenga mashule, rais aliyojenga mausari, rais ambaye kazi yake ni kuwapatanisha, rais ambaye kazi yake ni kutakanesi, rais ambaye si wa Waislamu. Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, ieleweke, si rais wa Waislamu,
na hii itoke katika akili ya watu wa Tanzania. Sisi ndo sio mila zetu kubaguana. Nyumba ya Muislamu anakaa ni Mkristo, na nyumba ya Mkristo anakaa ni Muislamu. Rais sio Waislamu, rais sio Wazanzibari, rais ni wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu na wasiokuwa na dini. Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, ndio maana rais huyu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan anakwenda kanisani, tena anakwenda kuyafungua makanisa. Si kufungua tu makanisa, rais huyu anakwenda msikitini. Nani kama rais Mama Samia Suluhu Hassan? Mwenyezi Mungu atamsimamia. Na sisi hapa Firdaus Dua Center, ombi letu ni moja kwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, kama alivyokuja sema Daktari Sheikh Habib Osman Mazingi. Sisi ombi letu tunalomwomba rais ni hilo moja. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'anil Karim, inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiria. Tumuombe mama mitihani, changamoto za kutukanwa, matusi makubwa ya nguoni, mara yupo kadha ndani ya siku moja anafanya mikutano zaidi ya 6-7. Mwenyekiti, unanielewa? Rais ambaye yani yuko kipaumbele. Wapi rais hajatoa msaada? Allahu Akbar. Tumuombe Mama Samia akae katika kusubiria, kwa sababu subra uvuta kheri, wanaisubiria yuko pamoja na la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Mama Samia, baki katika subra. Kwa hiyo tunawaalika watu wote inshallah taala, tunawaalika watu wote tuje tujaze uwanja wa Kipala mpakani, na sisi tutampokea Zawiyatul Qadiria Firdaus Dua Center Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tulifunge swala hili kuambia kwamba katika wilaya yetu ya Mkuranga, pointi muhimu sana, katika wilaya yetu ya Mkuranga tunaye Mheshimiwa Alhaji Abdallah Amisi Ulega. Kuna kitu nilisahau, hasa katika majeshi yetu ya ulinzi na usalama. Ndio baba, tufanye dua kubwa sana kuombea jeshi la ulinzi, ndio jeshi la wananchi, usalama wa taifa, askari magereza, askari polisi, kwa sababu hawa ndio wenye jukumu la amani. Ndio kazi waliopewa wangeweza kupewa watu wengine, lakini Mungu amewateua wao, kwa sababu riziki inapokuja mpangaji ni Mungu. Kwa hiyo hawa, nyinyi jeshi letu, nyinyi kazi mmepewa, na kila unachokifanya basi utakuwa na malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba jalla jalla. Kwa nataka tukuombeni watu wa usalama, watu wa ulinzi, jeshi, majeshi yote, makanali, makapteni na nini, simamieni hili jambo. Hili jambo ni jambo nyeti. Ninyi mna watoto, mna kina mama na ndugu zenu, basi dumisheni amani. Yani nyinyi muwe wahusika wakubwa katika kulinda amani ya nchi yetu, na malipo yenu makubwa mtakuja yapata baada ya kutoka duniani. Yesu anasema msijiwekee hazina duniani, jiwekeeni hazina mbinguni, kwa sababu huko hazina zenu hazitooza. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema jiwekeeni mambo mema katika thawabu zenu, kwa sababu kila mmoja atalipwa na kile alichokipata au alichokitenda. Kwa hiyo Mungu atalipa kutokana na lile zuri umelifanya. Wewe umesimamia amani, amani hiyo ikasababisha Muislamu akaabudu, amani hiyo ukasababisha Mkristo akaabudu, amani hiyo ukasababisha yatima akala, amani hiyo ikasababisha vilema ambao Mungu amewanyima viasi ya viungo wakapata riziki yao. Wewe uliosimamia utakuwa na malipo makubwa mbele ya Mungu wako. Kwa hiyo tuombe vyombo vya ulinzi na amani. Sisi tuko pamoja na nyinyi, tunakuombeeni dua. Mwenyezi Mungu asikutieni mitihani ya maradhi,
akupeni afya katika jambo linalokuja, akupisheni salama, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sote na familia zetu wote pamoja na nyinyi watu mnaosimamia ulinzi na usalama, Mwenyezi Mungu asikupeni mitihani itakayosababisha hali ikawa mbaya katika nchi yetu. Malipo yenu nyinyi baada ya kutoka duniani mtayapata, kwa sababu hakuna ibada inaweza kufanywa kama amani hakuna. Na sisi tuko pamoja na nyinyi Waislamu, tutakuombeeni dua Mwenyezi Mungu awape afya na uzima katika kutekeleza jambo la ulinzi na amani na usalama katika nchi yetu. Mimi nataka nimalizie tu kwa kusema tunafanya dua, na kijana wangu hapa amesema tutakuwa na dua kubwa. Ndio. Katika dua hilo basi insha Allah hatuwezi kukutajeni mmoja kwa mmoja, tutataja tu kutokana na majukumu yenu, vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la kujenga taifa, jeshi la ulinzi, usalama, magereza, wote, ili mradi unahusika na katika kulinda amani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu awaondolee mabalaa, akuondoleeni mitihani, akupeni utajiri wa kiasi ya kwamba hata ukiona kitu kinataka kukuingiza tamaa unaachana nacho, kwa sababu unaangalia baada ya kuondoka hapa unakwenda kukutana na Mola wako. Kwa hiyo mimi nataka kumalizia hapa kwa kuitakia amani nchi yetu, kuwatakia viongozi na wale kina dada wanaesema kama alivyosema ndugu yangu maneno ambayo yako kinyume. Wakubwa kwa kawaida mkubwa huwa atukane, sio rahisi tu. Ukiona mtu amekuzidi makamu huwa atukane. Wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa akiwaona maswahaba wanatukanana, maswahaba anatukana huyu anamtukana huyu, Mtume akawa anafurahi, yule anayetukana akanyamaza tu. Matokeo na yule alikuwa anatukana akarudisha, Mtume akakasirika, akamwambia Rasulullah, wakati mimi natukana wewe unafurahi, mimi nimekasirika. Asema wakati wewe unatukanwa yule alikuwa anakutukana alikuwa anapata madhambi, sasa ulivyomrudishia wewe umeharibu neema zako. Kwa hiyo tuombe dua, tuombe dua Mwenyezi Mungu atuongoze, tuombe dua Mwenyezi Mungu awaongozeni na nyinyi waandishi wa habari ambao hamjaoa muoe, bwana, ambao hamjapata kikubwa na nyinyi mpate kikubwa. Na mimi nakuombeeni dua nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu haya mtayopeleka mpeleke hivi hivi, malaki msianze tena Mazinge kalikalia jeshi la malaki nakujueni nyinyi, nakujueni nyinyi vichwa vyenu vya habari, andikeni hivyo Mazinge awaombea dua na wanatakia kheri majeshi ya vyombo vya ulinzi na usalama, watimize majukumu yao, kwa sababu hiki walichokipata wamepewa na Mungu, na wanapokifanya vizuri basi Mungu wao anawalipa mema hapa duniani na akhera atakwenda kuwalipa mambo mema. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazinga hapo tuzungumzie kidogo kuhusu watoto mabinti ama wanawake ambao wanamtukia heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuposti mtandaoni na kwingineko. Kwa nafasi yako kama shehe, kwa nafasi yako kama mzazi, kwa nafasi yako ya umri, umeona vuli nyingi na masika nyingi za nchi, neno lako hasa nini kwao? Nini sasa unataka kuwaambia kwa nafasi yako? Sijasema wanamvunjia heshima rais, sijasema kwa rais mbali. Naona mtandaoni. Nisikilize basi. Sijasema mimi kwa rais. Nikasema ukiwa sio mwanamke tu, hata mwanaume ukiona kijana mdogo anamtukana mkubwa, basi sio desturi, sio desturi ya utu. Yaani uko kwa rais umefika mbali, rais ni mtu mkubwa sana. Sisi kwa sisi tu, au uone mimi huyu ananitukana, au muone Mkumba ananitukana mimi, wewe huwezi kufurahi. Kwa hiyo tunachotaka hili jambo sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mimi kuna mtu aliwahi kunitukana, naona bana, lakini mimi siku mjini nilikaa kimya tu, kwa sababu niliona yule hana maadili ya utu. Kinachotakiwa ni maadili ya utu kama alivyoongea kijana. Mimi siwezi kuamini kama Mkristo mwenye maadili aliyefundishwa na Yesu
anaweza akamtukana mtu. Siamini kama Muislamu mwenye maadili aliyefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa matusi. Siamini, kwa sababu kutoa matusi sio desturi katika dini. Sio desturi katika dini. Dini haitaki. Kwa hiyo mimi nataka nikuombeni. Nataka niwaombe na wale wanaejibu matusi. Tusijibu matusi, kwa sababu tunapojibu matusi tunawapa vichwa wale wanaetukana. Umenielewa? Lakini yani unapomjibu mtu unazidi kuchochea. Kama kuna kijana mmoja yuko Kenya, huyo anavaga miwani haina kioo, hatari huyo. Huyo kimuona tu anakuambia ona hapa, hatari huyo. Sasa kweli jamani. Yani we acha tu, yani inasikitisha. Kwa hiyo sisi wa Afrika asili yetu ni ukarimu, au vipi? Kuwatendea ukarimu waliotuzidi. Hata mimi kwa umri wangu jamani, siwezi kumtukana Firdausi. Kwanza roho haikubali. Allahu Akbar. Alafu unaposema maneno mazuri utawakonvisi watu kutokana na maneno yako mazuri. Unapotukana watu hawatokuelewa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swali jingine. Mimi naona tusiulize maswali mengi, tukaribu maana ya content. Labda la mwisho tunakumalizia. Ujio wa Mama Samia kwenye wilaya ya Mkuranga kama Firdaus Dua Center, hii imejiandaje kwenye kumpokea? Tuanze hilo. Twende. Ujio Mama Samia. Karibu. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Naitwa Dr. Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri. Kwa hakika tarehe 20 ya Jumatatu ya mwezi wa 10 2025, sisi Firdaus Dua Center Zawiyatul Qadriya, kituo cha dua na ulezi wa mayatima ambacho kinashughulika pia na kufanya makongamano ya ulinganiaji wa amani katika nchi nzima, mikoa yote, wilaya mzima na mikoa yote. Sisi tumejipanga kwamba huu ni ugeni mzito na unatuijilia katika kata ambayo taasisi yetu inapatikana. Taasisi yetu inapatikana katika kijiji cha Mwandege, kata ya Mwandege, wilaya ya Mkuranga, tena katika lango kabisa la kuwakaribisha watu wanaotoka mkoa wa Dar es Salaam kuingia njia hii ya kusini. Mimi ndo nawakaribisha. Kwa siku ya Jumatatu ni siku ambayo tunaisubiria kwa hamu kubwa sana. Si kwa hamu tu, lakini pia na kuzialika kata zote. Kata ngapi? Kata 25. Kata zote 25 ambao zipo katika wilaya Mkuranga. Mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadri na waomba sisi ndio tuwe kipaumbele, tufike wa kwanza kuwapokea wageni. Ikiwezekana tuje tulale katika uwanja wa Kipala mpakani. Lengo na makusudio kwa ajili ya kumpokea Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, na imani kubwa sana ujaji wake utakuwa ni ujaji wa baraka, utakuwa ni ujaji wa maendeleo, utakuwa ni ujaji wa kusema kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi sana kumpokea Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia na kumpokea mbunge wetu Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega ambaye ni waziri wa ujenzi, ambaye toka amekuwa waziri wa ujenzi ndani ya muda mchache aliyoteuliwa kwa waziri, ameiboresha wilaya ya Mkuranga, ameijenga wilaya ya Mkuranga, amebadilisha njia zilizokuwa zinaitwa barabara za kawaida, leo zinaitwa TAN road. Mwenyezi Mungu awape nguvu na afya. Amin ya Rabbi. Mwenyezi Mungu haya majeshi yetu wao na familia zao. Amin. Asiwatie wasiwasi. Amin. Awaondolee mabalaa katika familia yao. Amin. Na baada ya hao Mwenyezi Mungu atuangalie na sisi tunayefanya kazi hii. Amin ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tunaombea dua wa Tanzania wote wanaotaka amani katika nchi hii. Amin. Tunaomba ya Rabbi nchi yetu hii iwe mikononi mwako. Amin ya Rabbi. Tunakuomba ya Rabbi nchi hii idumishe katika amani. Amin. Tunakuomba ya Rabbi wewe ndio mwangalizi wa umma huu. Amin. Tunakuomba Mola wetu wajalie viongozi wote wa serikali walio kwenye madaraka, watilie amani katika vifua vyao. Amin.